Raisi wa Madagascar ndugu Andry Rajoelina ameripotiwa kukimbia nchi kufuatia maandamano makubwa yaliyozuka katika mji mkuu wa Antananarivo, lakini licha ya hayo amesisitiza kuwa hataki kujiuzuru, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa. Katika hotuba yake ya Jumatatu, Rajoelina alisema alilazimika kukimbilia usalama wake binafsi kutokana na kile alichokiita tishio la moja kwa moja la maisha yake. Nilipaswa kuchukua hatua za kulinda maisha yangu, lakini bado mimi ndiye rais halali wa Madagascar, alisema kwa njia ya video. Vyanzo vya kidiplomasia vinanukuliwa na vyombo vya habari vya magharibi vikisema kuwa Rajoelina anakataa kuachilia madaraka licha ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa na maandamano ya wananchi yanayomkosoa kwa uchumi uliodorora na ukosefu wa ajira. Ripoti zinaonyesha kuwa Rajoelina, ambaye haijulikani alipo kwa sasa, aliendesha mkutano wa baraza la mawaziri kwa njia ya mtandao siku ya Jumatatu asubuhi, akisisitiza kuwa bado ana uwezo wa kuongoza nchi. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa aliwasiliana na viongozi kadhaa wa Afrika mwishoni mwa wiki akijaribu kupata uungwaji mkono wa kisiasa katika kipindi hichi cha misukosuko. Maandamano nchini Madagascar yameendelea kushika kasi, huku makundi ya upinzani yakimtaka rais huyo aachie madaraka mara moja na kuruhusu serikali ya mpito. Jeshi limeendelea kuwekwa mitaani kudhibiti vurugu, lakini hali ya nchi inabaki kuwa tete mpaka hivi sasa. Kama tutakumbuka vizuri, siku ya juzi jeshi lilikuja hadharani na kusema litaunga mkono mapambano ya raia, haitorusha hata risasi moja kwa raia na kujaribu kutaka kupindua nchi, jaribio ambalo lilishindikana kwa sababu mpaka hivi sasa rais amegoma kuachilia kiti. Hatajua hatua ambazo zitakuja kwa mbeleni itakuwa kwa namna gani, lakini mataifa mengi bado hayajionyesha kumuunga mkono Rajoelina kwa kile ambacho anahitaji kuweza kukifanya. Ripoti za awali zilielezwa kuwa aliweza kukimbilia Ufaransa, lakini hivi sasa hajulikani sehemu gani yupo, japokuwa anaonekana tu akienda live na kutoa ripoti za kwamba yeye bado ni rais wa taifa hilo na ataendelea kuliongoza na hahitaji kujiuzuru.